Lakini anasema katika adabu za safari ni yule anayetaka kusafiri atoe usia, awachie ndugu zake, jamaa, mke, watoto usia. Naweza akaenda asirudi. Lakini anasema katika adabu an yakuna ar-rufaqa'u min ahli al-imani wal akhlaq. Ndio pale tuliwahi kunukuu wa riwaya inayosema sal anir rafiq qabla at-tariq. Unapokwenda kuhajj kuchukua tiketi, ulizia ni nani utakao suhubiana nao katika safari yako kabla kuchukua tiketi. Sal anir rafiq. Kwa hiyo wafahamu unasafiri na watu gani, hususan katika misafara ambayo watu husafiri kwa magrupu, wanakwenda mbuga za wanyama, wanakwenda katika safari ziara sehemu fulani, mlima Kilimanjaro. Mnasafiri grupu kama shule, mnakwenda mji mwingine, wafanyakazi katika shirika mmepangiwa tripu, safari tarfihia ya kujiliwaza kidogo. Kwa kuna magrupu mawili matatu yamepangwa. Kwa hiyo sal anir rafiqi qabla at-tariq, wajue wale utakaokuwa nao katika gari moja na utakaosuhubiana nao pamoja. Hili ni gumu kwa leo, kwa sababu unapokwenda kuchukua tiketi unaambiwa kuna siti hii na hii, ya dirishani hakuna, zote zimejaa. Kwa hiyo hujui ni nani utakaye kaa naye. Kwa hivyo wewe ni mwanaume, lakini unaweza ukaingia katika gari kwenye siti uliopangiwa ukakuta umekaa na mwanamke. Si vizuri sana. Pamoja Uislamu hauna mushkila katika hilo, ikiwa yule anayesafiri atakuwa anajitambua na kujua na anamuogopa Mwenyezi Mungu, lakini anajua adabu za kukaa, na Uislamu unasema nini katika hilo.